Tumekumbushwa sisi kama waandishi wa habari kuhusiana na umuhimu wa kusajiliwa. Ile issue ya hisabati ni muhimu sana. Alafu pia aliongelea kuhusiana na wasanii kuweza kujisajili pale BASATA. Jamani, nendeni mkapate mikopo. Haya mambo ya kuanza kuomba watu nisaidieni jamani, nimefulia, nisaidieni, nimepata shida, inabidi iwe na kikomo. Yani wakati ambao uko kwenye piki yako inabidi utafute sustainable project ya kufanya, kitu ambacho una passion nacho, kitu ambacho unakipenda, kitu ambacho unajua kitaendelea kukuingizia hela hata siku sauti haitoki. Tunasaidiana na tunakumbushana. Pia aliongelea mheshimiwa kuhusiana na kombe la Yanga, mabingwa kuwa litakuwepo pale Sabasaba ili tuweze kupiga nalo picha kwa ukaribu kabisa, pamoja na wachezaji mahiri pia wa Yanga watakuwepo pale. Ameongelea pia kuwa kutakuwa na logo mpya ya bidhaa za Tanzania ambayo inaitwa Made in Tanzania. Hii hapa ni kwa ajili ya kuongeza utambulisho wa bidhaa zetu huko mataifa ya nje. Wakati ambapo bidhaa ya Kitanzania inauzwa nje, basi iwe na nembo ya kujitambulisha kabisa. I love this. Alafu mwishoni kabisa, pamoja na yote ni kuhusiana na fursa zipo kibao pale Sabasaba. Tuendeni jamani, tusikae tu na kulalamika, tusikae ndani tu kama kabati, tutoke nje, tuende tukafanya networking, tuende tukakutane na watu. Na utakapoenda pale Sabasaba, kama wewe ni mfanyabiashara, beba business card yako. Huwezi kujua utakutana na nani. Kuna mikutano ambayo itafanyika pale ya kutoka nchi tofauti tofauti, ikiwemo South Korea, India, Iran na kadhalika. Beba business card zako na hakikisha unapata taarifa. Pata taarifa, na ambazo hizi zote utazipata kupitia website ya TanTrade. Rahisi tu. Si walishakuja hapa Big City Breakfast na wakatuambia kabisa. Kwa hiyo hii hapa usiiache tafadhali. Kama unataka to make it this year, umesema this year lazima ni make it, basi hii ni mojawapo ya sehemu ambazo utaweza kupata fursa nyingi sana. Narudia au namalizia kwa ule msemo wetu, fursa inawasaidia waliojiandaa. Shauri yako, wewe baki ukilalamika tu. Mimi naitwa Barbara Hassan na utakuwepo kwenye Big City Breakfast na sisi hapa hadi saa 3, although mimi nitakuwa kupitia njia ya simu. Nakumbushia neno ambalo nimelisikia kwa Gerson Msigwa, mheshimiwa, nikasema nitashare na nyie. Alitaja Kiswahili cha QR code, inaitwa msimbu papo. Hatari. Good morning.